usafiri wa mwendokasi. Tumeona kulikuwa na ahadi zimetolewa mwezi wa 8, mwezi wa 9, lakini bado hakujakamilika. Nini kimekwamisha? Kwanza nitumie nafasi hii kuzungumza na ninyi kwa utulivu mkubwa. Nikiri kwamba hakuna mabishano kwamba usafiri wa mabasi yaendayo kwa kasi kwa sasa mpaka hapa tulipofikia kwa njia ya BRT1 tumefeli kuweza kumit zile demands za watu. Mtakumbuka kwamba usafiri huu kwanza tulianza na ujenzi wa mabarabara tangu miaka 2008 nyuma, wakati wa utawala wa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, na tulijenga barabara hiyo kubwa ambayo ilikuwa na urefu wa zaidi ya kilomita 20, fedha za ufadhili wa serikali lakini ambazo zimetokana na World Bank. Mnafahamu kwamba serikali huweza kuwa na vyanzo vingi vya mapato na huweza kuwa na vyanzo vingi vya fedha. Baada ya kuingia katika jambo hilo, mtakumbuka kwamba tulikuwa na shirika la UDA RT, tunaita UDA RT. Shirika la UDA ambalo ndilo lilipewa dhamana ya kuweza kuingiza mabasi na kuweza kufanya shughuli hiyo. Lakini mtakumbuka kwamba UDA ni kampuni ambayo serikali ina hisa ndani yake, na ilipotoa hiyo service kulitokea na muyumbo. Kama mnakumbuka, wakati wa awamu ya serikali ya 5 kipindi cha hayati John Pombe Magufuli akaruhusu kwamba serikali sasa inunue mabasi ili kurescue situation ambayo ilikuwepo. Na kama mnakumbuka, hata madereva kwa asilimia kubwa wakawa ni public servants, wakawa ni watumishi wa umma wa yale mabasi, kwa sababu kilichotokea ni kwamba Mheshimiwa Rais wakati ule aliruhusu serikali iweze kununua mabasi. Sasa pamoja na kwenda namna hiyo, kumekuwa kuna uchakavu wa mabasi, lakini vile vile ni kwamba mabasi yamekuwa ni ya muda mrefu. Mabasi yaliyopo hapa kwa muda huu mengine yana miaka 9 na mengine yana miaka michache kidogo. Na kwa bahati mbaya sana pia hata stand ambako tulikuwa tumeiweka mara ya kwanza pale Jangwani, kulikuwa pia kuna tatizo kubwa la stand ile kuvamiwa na mafuriko mara kwa mara, jambo ambalo pia lilikwenda likaathiri kwa asilimia kubwa sana mabasi. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, na kwa lugha ya utulivu kabisa, kinachotokea sasa muda huu, mwananchi anaweza kuzungumza lugha nyingi. Anaweza kumtukana Chalamila, anaweza kumtukana rais, anaweza kumtukana Chama cha Mapinduzi, anaweza kutukana mtu yoyote yule. Je, mwananchi ana makosa kwa kufanya hivyo? Tunachokiona hapa ni kwamba ni kama mtu mwenye tatizo na amekwenda kupata jaziba kuhusiana na hizo service. Na ndio maana nilianza kwa kukiri kwamba kwanza wananchi watuwie radhi sana, na kwa sababu wasihitimishe kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewabeza, imewadharau, na kwamba haichukui tena maanani kuhusu shida zao. Naomba niwaambie tu kwa ufupi sana pia ndugu zangu waandishi wa habari kwamba hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo kwenye Wizara ya TAMISEMI. Mnakumbuka kwamba UDA au BRT, nikisema mambo ya dati, yako upande wa TAMISEMI. Barabara zote zinajengwa na TANROADS. TANROADS huyu ni fundi, lakini mlipa fedha anayekuwa sponsored na fedha hizo anakuwa ni dati, ambaye dati ndio sasa baada ya huyu fundi kujenga ambaye ni TANROADS anapewa dati kwa ajili ya kuendesha miundombinu yake. Dati ndiye anayemchukua mtu wa huduma wa kuendesha mabasi kwenye barabara hizo za dati. Kwa hiyo mtu wa huduma kwa sasa alikuwa anaitwa UDA RT, ambaye mkurugenzi wake mtendaji anaitwa Bwana Kindama, na mkurugenzi mtendaji wa dati anaitwa Bwana Dr. Kihamia. Kwa hiyo hawa wawili, mmoja ni mtu wa huduma lakini mwingine anamiliki miundombinu, na huyu mtu wa huduma anamlipa dati. Sasa kilichopo ndugu zangu ni kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais yakawa haiwezekani tukaendelea kuwa na mtu wa huduma mmoja, na makelele yakawa ni mengi. Akamwelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, akamwelekeza Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, ili waanze haraka sana kushughulikia mpango wa kudumu wa kuweza kuwa na watu wa huduma wengi. Jambo ambalo limetokea, BRT1 kama mnakumbuka ni barabara kongwe ya muda mrefu ambayo imeanza kule Kimara, imekuja mpaka Moroko,
inakuja mpaka gerezani. Barabara hii peke yake ina demand, inahitaji mabasi zaidi ya 200. Barabara hiyo peke yake inahitaji mabasi zaidi ya 200, kwa maana barabara kuu. Achana zile barabara za mlishi. Nikisema barabara za mlishi ni zipi? Barabara za mlishi, kwa mfano unapokwenda Kimara, kuna hii njia inaitwa Bonyokwa Road. Ile inaweza kuwa ni moja barabara ya mlishi, kwa maana wananchi watoka kule Bonyokwa watakuja pale Kimara mwisho, wataacha magari yao waliotoka nayo kule, watapanda mabasi yanayokwenda kwa kasi, kwa maana mabasi yale makubwa. Kwa hiyo maelekezo mpaka sasa yamekuwa barabara ya BRT1 ambayo ndio hiyo barabara ambayo ilikuwa na urefu wa zaidi ya kilomita 20, yenyewe imekwisha pata mbia, imekwisha pata mtu wa huduma, ambaye huyu mtu wa huduma amekwisha pangiwa utaratibu wa kuleta mabasi zaidi ya 200. Na hivi ninapozungumza, ndugu zangu waandishi wa habari, ilikuwa tarehe 1 ya mwezi wa 10, kama mnakumbuka vizuri, yani kwa maana ya leo, mabasi yalipaswa kuwa yamekwishaanza kuingia bandari ya Dar es Salaam, yale ya BRT1. Lakini kwa sababu sasa ya mambo kadhaa, ambayo moja ilikuwa inatakiwa yawe na specification maalum, 2 tolewe order viwandani, 3 yawe katika mfumo wa CNG, mfumo ule wa kutumia gas, sio tena mafuta kwa sababu ya mambo ya emissions na vitu vingine, na kadhalika na kadhalika. Mabasi yale yatadelay kidogo kwenye production mpaka kuingia ili aweze kufanya kazi. Lakini barabara hii ya kwenda Kilwa, kama mnakumbuka, ambayo imetengenezwa kwa zaidi ya bilioni 17, kwa zaidi ya bilioni 217, barabara hii imekamilika almost miaka 2 iliyopita. Na ikawa swali, je, aende huyu dati kutoa huduma kule? Ikaonekana hapana, kwa sababu bado uwezo wake haukuwa mkubwa. Maelekezo yakawa barabara ile pia ipate mtu wa huduma mpya, na ndipo ofisi ya Rais TAMISEMI, na chini pia usimamizi wa Mheshimiwa Rais, na chini usimamizi pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, akapatikana mtu wa huduma anaitwa Moffat Company. Moffat huyu, kama mnakumbuka, nilitoa taarifa kwamba ifikapo tarehe 15 mwezi wa 8 yatakuwa yamekushaingia mabasi 99 kama mnakumbuka, na kwamba angalau mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 8 huduma mabasi itakuwa imekushaanza kutolewa. Ni kweli kwamba mabasi 99 yaliingia tarehe 15 ya mwezi wa 8, na kwa wale ambao mlishuhudia, mabasi yalikuwa mengi hapo bandarini. Yalipoingia pale, kukapo na mambo makubwa matatu ambayo naomba mnielewe vizuri. Moja, wale waliomsaidia, kwa maana waliomfinance fedha yu bwana Moffat, wakawa wanataka sasa kuwe kuna mifumo sahihi ambayo itasaidia kuona na kumonitor mapato yetu na mapato ya serikali, ili mkopo kama ni mkopo basi urudishike kirahisi, lakini pia kusiwe kuna ujanja janja. Kwa jambo la kwanza, watu wa dati wakasimamia kuhakikisha barabara hii ya Kilwa Road inafungwa mifumo ya kielektroniki ambayo itasaidia kumonitor mapato yanayopatikana, alafu baada ya hapo benki ipate, mtu wa huduma apate, lakini serikali pia ipate. Jambo la pili ikawa kwamba mabasi haya yameingia, hayatumii mafuta, yanatumia gas ya CNG. Na nyewe mnakumbuka kwamba mfumo wa gesi kwa Tanzania au kwa Dar es Salaam ilikuwa bado haujawa mfumo maarufu. Kituo cha kwanza kilichojengwa kwa ukubwa ni kile kituo kilichojengwa karibu na hostel za Magufuli. Mtakuta pale pameandikwa TPDC CNG. Ile ndio haya mabasi na vituo na daladala pamoja na bajaji ambazo zinatumia mfumo wa gesi zinajaza pale. Lakini mabasi haya kwa njia ile ya Mbagala ilikuwa haiwezekani kutoka njia ya Mbagala kuja kujaza mafuta huku, kuja kujaza gesi huku. Kwa hiyo ikatakiwa tupate mbia ambaye atakuwa stable katika kusupply gesi ya CNG. Na ndipo akapatikana na kujenga pale Mbagala pale mwishoni pale kwenye ile yard. Lakini tukasema ni muhimu pia kuwa na TPDC gari standby, ambalo ni kesi huku hiyo gesi imekwisha, basi TPDC wataweka gari hilo, na ni kweli gari hilo likawa tumefanikiwa limekwepo. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, kumbukeni kwamba huyu ni mtu wa huduma binafsi aliyenunua mabasi, ila ambaye atatumia miundombinu ya serikali kuweza kutoa huduma yake. Mabasi yalipofika, kuna kodi kadhaa ambazo inabidi zilipwe. Moja, kuna import duty. 2, kuna VAT. 3, kuna vitu vingine vingi ambavyo kwa mujibu wa sheria za kikodi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
bwana baada ya kuagiza mabasi haya akawa na maombi yake maalum baada ya kuwa na mkwamo mdogo wa namna ya ulipaji wa fedha hizo kwa pamoja. Hivi ninavyozungumza, maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawa kwa kuwa mabasi yamefika na kwa kuwa mtu huyu atatoa huduma ndani ya taifa letu, TRA chini ya kamishna mtendaji ndugu yetu Mwenda waangalie namna ya kuweza kumsaidia bwana huyu aweze sasa kulipa kodi ya Watanzania, lakini katika mfumo utakao rafiki bila kuathiri utoaji wa huduma kwa Watanzania. Hivi ninavyozungumza leo mpaka siku ya kesho, mabasi yote 151 yatakuwa yamekwisha pata release order ya kutoka baada ya kufanya commitment nzuri na kubwa ya namna ya kulipa kodi hii ya Watanzania. Kwa sababu mnakumbuka yale sio mabasi ya serikali wala haingii pale kufanya kazi bure. Watanzania watalipa nauli, na kwa mantikio anakuwa entitled kulipa kodi za msingi kwa mujibu wa sheria za TRA. Na katika hili kikao cha mwisho kimeisha leo alfajiri saa 10, wakiwepo watu wa DART, watu wa UDART, kamishna jenerali wa TRA, ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kama msimamizi na mratibu wa kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma hizi kwa haraka. Kwa mantiki hiyo sasa, kama nilivyosema, manake mpaka kufikia kesho release order hiyo yote inakuwa imekushafanyika kwa mabasi yote 151 ya njia kwenda Mbagala. Sasa mjadala ukawa kwamba tunaposubiri mabasi haya ya muda yaweze kuingia kwenye barabara ya kwanza ya BRT1, je, tunaweza tukazungumza na mtu wa huduma huyu kwa njia ya Mbagala angalau mabasi kadhaa yaanze kutoa huduma barabara ya BRT1? Hayo yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na pengine leo au kesho asubuhi nitawaiteni tena kutoa taarifa kuhusu mjadala wa kuchukua mabasi machache kutoka kwenye BRT3 au BRT2 ile kule kuja kwenye BRT1 ili tuendelee kufanya hizi kazi. Na mara mabasi ya BRT1 yatakapokuwa yameingia yote, manake kama tutakuwa tumeyaazima ile mabasi ya kusemu huku, yale yatarudi kule ili yakaendelee na kazi. Hivi ninavyozungumza sasa hivi wako kwenye break, alafu pia tutaendelea na hayo majadiliano ya mpaka mwisho ili tuweze pia kufunga hicho kipindi kizuri. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimeiona clip ikiwa inazunguka, hatuitaki CCM lakini hatumtaki mama yenu. Watu wanazungumza hivyo. Mimi kama mkuu wa mkoa wala siwezi kuwasema vibaya watu hao, lakini ninachoweza kusema ni kwamba tuongeze mioyo ya uvumilivu. Mabasi haya wakati yanaanza watu waliyabeza sana. Nyewe mnakumbuka, unajua niwape historia, hata Mlimani City wakati inaanzishwa mwaka 2002 wakati imeundwa kamati maalum ya kwenda kuzungumza na wabia, watu walipinga sana mradi ule wa Mlimani City. Lakini leo sidhani na sitegemei kwamba Dar es Salaam kimeshaota kitu kingine zaidi tena Mlimani City. Mpaka leo hicho kitu bado. Kila mtu anakwenda wapi? Anakwenda Mlimani City. Mabasi yaendayo kwa kasi, Watanzania walikuwepo wachache waliosema hicho ni kitu gani, kasi itakuwa ni namna gani, lakini baada ya muda leo ndio umekuwa ni usafiri pendwa pengine kuliko hata usafiri mwingine. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba demand and supply is not equal. Yani demand ya watu wanaotaka kupanda ni kubwa, mabasi yanayotakiwa yapandwe ni machache. Na ndio maana kumekuwa kuna struggle kubwa ya wananchi kuingilia mpaka madirishani ili waweze kuingia kwenye viti, kwa sababu yangelikuwa ni mengi, magari yamejipanga namna hii, mtu angekuwa anakwenda kupanda basi lake ameweka mkono mfukoni kwa sababu magari ni mengi. Kwa hiyo niombe tena radhi kwa Watanzania kwamba wasidhani tuko kimya. Mambo haya ya serikali ukiyakimbiza haraka haraka yatakuja kutukuta tena ambayo yalishataka kutukuta huko nyuma. Lazima tujiweke kwenye misingi mikubwa ya kisheria ili tujue mtu anayekuja kutoa huduma asije baadaye kageuka kawa mwiba tena kwetu, tukajikuta tunashindwa kumshughulikia, tunashindwa kumfukuza kwa sababu kuna vipengele vya kisheria tuliviruka. Kwa hiyo ninachoweza kuhitimisha katika hili ni kwamba barabara za mabasi yanayo kwa kasi, nyinyi mmekuwa ni mashahidi. Sasa hivi tunakamilisha barabara inayokwenda airport ambayo inajengwa kwa zaidi ya kilomita 23 na inatengenezwa kwa zaidi ya bilioni 231, kwa zaidi ya bilioni 231. Barabara ile itakapokamilika na yenyewe wataitangaza kwenye mfumo
ili apatikane mtu wa huduma watatu. Na kwa mantiki hiyo, maombi pia yaliyopo ni kwamba kwa kuwa UDA amepewa masharti maalumu ya kuboresha huduma zake kwa sasa, amepewa masharti maalumu ya kuboresha huduma zake za sasa, tunaamini kwamba baada ya kumuona mwenzake wa Mbagala na kumuona mwenzake wa Morogoro Road anatoa huduma, tunaamini UDA ambaye ndio amekuwa mkongo wa hiyo barabara, basi akiweka masharti yake vizuri, ni rahisi sasa kupata barabara kama ya inayokwenda airport, na ni rahisi pia kupata barabara inayokwenda Tegeta, kwa sababu atakuwa amekidhi vile viwango vya kiushindani ambavyo serikali inavihitaji. Leo hii kuna barabara hii nyingine inayokwenda Tegeta inajengwa kwa zaidi ya bilioni. Kwa mfano, kuna barabara hii inayotoka CDB hapa center inapita Mwenge inakwenda mpaka pale Kimara, kilomita 13.5 kwa zaidi ya bilioni 177. Kipande cha Ubungo tu peke yake mpaka pale Kimara kinachotanuliwa ili ku avoid foleni kubwa kwa Watanzania ni kipande cha kilomita 5. Na hii kilomita 5 inajengwa kwa lami. Lakini ndugu zangu, kama mnakumbuka zamani tulikuwa tunatengeneza mitaro ambayo mtu unaweza kutumbukia au gari likipata ajali linaweza likatumbukia. Sasa hivi ule mfumo tumeuacha, tumeopti mfumo wa kufukia mabomba chini, halafu pale juu panakuwa pana mtaro. Kwa hiyo tumeweka mabomba ya maji chini ya ardhi bila kuweka lile mtaro likubwa. Tumejenga chemba 280 tunaita manholes ambazo zina distance ya mita 35 kila moja. Tumesha stabilize layer, kwa maana layer ya kwanza imekuwa stabilized kwa maana C1, na mpaka sasa manake muda wote mpaka sasa zaidi ya kilomita 4 zimekushaisha, kilomita 5 ndio wako mwishoni, ili sasa barabara yote iweze kupigwa lami. Hii manake ni nini? Kulikuwa kuna foleni kubwa kutoka hapa stand, kutoka hapa Kijazi kwenda mpaka pale Kimara kwa sababu ya ufinyu wa barabara. Sasa Mheshimiwa Rais akasema ni vizuri kuongeza barabara hizo ili zikutane sasa vizuri na hii Morogoro Road inayokuja Magomeni, Samno Juma Road, pamoja na barabara ambayo inaanza tena kutengenezwa muda sio mrefu, ambayo itakuwa inatoka Mandela Road inakwenda mpaka kwenye daraja la Kigamboni, lakini itakuwa pia inakwenda mpaka njia ya Tabata, kwa maana mpaka njia ya Segerea. Kwa hiyo kama serikali ingelikuwa haijali watu, ndugu zangu, isingeweza kujenga miundombinu kwa mabilioni ya pesa ambayo inajenga leo. Kwa hiyo kila jambo huwa lina changamoto zake. Na jambo ambalo Tanzania lazima walielewe ni kwamba wengine wanasema kwa nini tusiingize mabasi ya kawaida? Sasa mabasi ya kawaida yale ukiangalia ni kwamba mlango wa kushukia abiria uko mkono wa kushoto. Na wakati mabasi ya BRT mlango wa kushukia abiria uko mkono wa kulia. Kwa hiyo ukiyaingiza mabasi ya kawaida kwa udharura, unachoweza kukipata ni ajali kubwa za watu kugongwa bila kukusudia. Lakini namba 2, hai mabasi yanayokuja kwenye barabara mwendo kasi, wale madereva wake, yale mabasi yenyewe ni maalum na madereva anakuwa trained kwa ajili ya kupita kwenye zile njia za mwendo kasi. Ikitokea hili basi la kawaida limekwama hata kwa dakika moja kwenye zile njia kwa sababu tuja kukosa hizo professional, maana yake ni kwamba barabara ile yenyewe mnajua hatupishani. Zile barabara hatupishani. Kwa kuwa hatupishani, maana yake ni kwamba tunaweza tukajikuta tumesababisha foleni kubwa kwenye hizo njia. Lakini zile njia pia sio tu kwa ajili ya mabasi yaendayo kwa kasi, ni pamoja na dharura zinapotokea zinazohusu wagonjwa na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa sasa hatuwezi kuopti moja kwa moja kuingia, unless otherwise jambo ambalo tutajadiliana na watu wa LATRA ni namna ya kutoa vibali kwa mabasi mengi zaidi ili yapite kwenda mpaka gerezani kwa upande wa magari ya kawaida. Kwa sababu kwa sasa vibali vyao havikuwa vingi ili iwe ni win-win kati ya mabasi yaendayo kwa kasi na hizi daladala za kawaida. Hiyo ndio historia fupi, na hapa ndipo tulipofika, na kwamba hata haya mabasi mengine yakija barabarani leo mapya, sisi kama wananchi tuna wajibu pia kuyalinda na kuyatunza, kwa sababu vinginevyo ndani ya siku 2 siku 3 tutakuwa tena tumekushaharibu na jambo jingine sana litakuwa haliendeki vizuri. Lakini pamoja na hilo nihitimishe jambo moja kabla mjaniuliza pia maswali mengine, ni kwamba serikali pia imetambua uchakavu wa mabasi yale ya UDART, na kwa mantiki hiyo imeidhinisha fedha kidogo ili yale mabasi ambayo yalikuwa yamekwama kuwa na vifaa, basi vifaa vile viweze kuingizwa
yale mabasi ambayo yalikuwa yamekwama kabisa kutokana na uchakavu wa vifaa vyao, vipuri, yaweze kutengenezwa ili ya rescue situation ambayo ipo sasa mpaka maximum. Naamini mpaka mwezi wa 11 hapo yule mtoa huduma aliyepata tenda hiyo atakuwa tayari amekushaanza kuingiza mabasi. Nimeona leo watu wanasema wiki hii mabasi 200 kuingia, mabasi ya BRT1. Hapana. Hatuko hapa kuwadanganya Watanzania. Tunachokizungumzia sasa hivi ni kwamba tunaangalia uwezekano wa mabasi machache ya njia ya Mbagala yatolewe kidogo yaje kwenye njia ya BRT1. Na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mamlaka zote zikae, zikubaliane, ziweke mikataba ya kisheria ili mambo yote yaweze kwenda bila malumbano na bila magombano. Kwa hiyo sio kweli kwamba mabasi 200 wiki hili yanaingia ya BRT1. Hapana. Mabasi 200 ambayo ni zaidi ya 200 ya BRT1 yalikuwa yapo kwenye kutengenezwa kule China, na kwamba sasa yanaanza kuja huku. Yanapokuja hapa haiwezi kufika na kuingia barabarani. Haiwezekani. Kuna mambo ya kodi, kuna mambo ya inspections, kuna mambo sio ya nini, yako mengi. Lakini kazi ya serikali ni kuhakikisha tuna fast track hiyo mifumo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Nishukuru sana ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kwamba inaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana. Ofisi ya Commissioner General wa TRA inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini ofisi pia ya Jeshi la Polisi. Watu wanasema, watu wanadandia mpaka juu, Jeshi la Polisi liko wapi? Nyinyi ni mashahidi. Tulisimamisha basi moja tu. Jamani, hebu watu hawa watoke. Muda huo kaanza kuimba, tumtaki polisi, tumtaki polisi, tumtaki polisi. Basi moja. Kwa hiyo mimi naweza nikasema polisi nao wamekuwa na uvumilivu mkubwa, uvumilivu usiopimika, uvumilivu ambao tunaamini kabisa wao kama wanamuomba Mungu jambo lolote lisitokee baya, na sisi tunamuomba Mungu jambo lolote lisitokee baya. Lakini Watanzania, hii ni nchi yetu. Wala tusije tukaingia kwenye mikumbo ya jambo lolote mkadhani labda serikali inafanya siasa au inafanya jambo gani. Hapana. Nimeona wengine mnaweza mkisema hatuitaki CCM kwa sababu CCM unaweza sawa hauitaki. Lakini mwisho sio mbadala mabasi. Yaani sio mbadala wake. Tunachotakiwa kuzungumzia hapa sio CCM au sio Chadema au sio CUF au sio, tunatakiwa wananchi wanataka mabasi. Basi likija naamini kila mmoja atasema mkuu wa mkoa tunamshukuru, mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, basi kishakuja. Kwa hiyo nyinyi mnafahamu. Ni kama mtu akiwa na njaa hasira huwa juu. Na hawa wananchi wana njaa ya mabasi kufika kwenye maeneo yao. Yakifika naamini itakuwa ndio kiu imetatulika na wote tutaishi kama familia moja kwamba labda tunajifunza nini katika hili kama serikali, kwa sababu huu mjadala wa CNG sio wa leo kuhusu haya mabasi. Ulianza more than 2 years ago. Ina maana wakati wanaratibu swala la mabasi kuja nilitegemea wangekuwa na ratibu na vituo vya kujazia gesi. Sijui lilikatika wapi, interlink ilikatika wapi? Kwanza mimi nikushukuru sana ndugu yangu kwa swali moja zuri. Unajua mimi sio mfanyabiashara, na mkiangalia huko barabarani kuna vituo vya mafuta vimejaa vingi sana vituo vya mafuta. Lakini jiulize, why not vituo vya gesi? Nikaja kugundua kwamba ina very likely kuna mambo makubwa mawili. Ama demand ya gesi bado sio kubwa, au installation ya mifumo ya vituo vya gesi ni pesa nyingi. Ndio nikaja kujifunza jambo hilo. Kwa hiyo kama unaona serikali yenyewe imeweka TPDC, imeweka kituo pale kwenye stendi ya Magufuli. Lakini bado hatujaona tena mwingine ameweka ukiachana kule airport. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kadiri muda unavyozidi kwenda, wananchi wakielewa zaidi kuhusiana na mfumo huu wa magari ya gesi, maana yake ni rahisi kwamba demand ya gesi itaanza kuwa kubwa na mwisho wa siku installation ya vitu hivyo itakuwa ni kubwa zaidi. Lakini pia time frame, kama nakumbuka nimesema haya mabasi machache katika majadiliano ambayo tunataka haya machache atoke huko yaingie huku, nimesema yani tunamwomba Mungu wiki hili lisiishe. Tunamwomba Mungu wiki hili lisiishe. Majadiliano yetu yawe mazuri. Nikisema majadiliano yetu naomba mnielewe kitu kimoja. Mnakumbuka kwamba barabara hizi tunapata ufadhili wa kutoka Benki ya Dunia. Na Benki ya Dunia ina masharti yake. Benki ya Dunia ina masharti yake. Lakini mbili pia kuna mambo mengineyo mengi. Kwa hiyo kila kitu lazima kutimiza masharti ili tusiweze kwenda vibaya. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba struggle iliyopo mpaka sasa kabla wiki hili kuisha, nina imani kabisa kwamba tutakuwa tumekubaliana angalau hayo mabasi machache yaende yakaboost route ambayo kwa sasa haina mabasi mengi.
Labda si la mwisho na mwingine. Kuna mwingine. Kulikuwa na kidogo mfamo kwenye mfumo wa kadi kwamba yule aliyoleta Mbagala hazisomani na huko, na mkasema kidogo mnachukua juhudi ya kurekebisha. Labda hilo nalo mmefikia wapi mpaka sasa? Very good. Ndugu zangu, tumesema, mtakumbuka vizuri sana, moja ya jambo ambalo Mheshimiwa Rais aliweza kulizungumza, Mheshimiwa Dr. Samia anapoingia madarakani, mtakumbuka alisema moja ya weakness kubwa ya serikali yetu, department na wizara nyingi haziko coordinated. Yaani hazizungumzi lugha moja. Huyu anafanya kile, huyu anafanya hiki. Hivi ninapokuambia sasa, moja ya masharti makubwa imekuwa ni kuhakikisha tunakuwa na mfumo unaosomana. Sasa unasomana kutokea wapi? Sisi serikali tuna zile kadi za e-card kama mnazijua zile. Zile kadi ambazo ziko chini ya watu wa data center. Zile kadi ni nzuri, unaweza kuitumia ile kadi moja ukapandia basi la mwendokasi. Ukatumia kadi ile moja ukaenda uwanjani kuangalia mpira wa Yanga na Simba. Ukatumia kadi ile moja ukaenda pia kufanya hata malipo mengine. Kwa hiyo jambo ambalo lipo muda huu chini ya wizara anayoiongoza Mheshimiwa Jerry Silaa, ile wizara ya habari, wamekwisha anza kwa haraka kutengeneza hiyo mifumo kusomana, ili kadi hii mwananchi asiwe na makadi karibu 7 au 8, au na kadi moja ambayo inaweza kumsaidia kufanya vitu vingi kwa pamoja. Lakini kadi moja ikiwa moja yenye teknolojia nzuri, maana yake ni kwamba hata kama zimeingia shilingi 200 au umekatwa shilingi, kwa mfano leo ni ulikuwa unaona pale stendi watu walikuwa wanasema tumekatwa shilingi 1200 wametushusha hapa, lakini kumbe kuangalia kwenye zile kadi wamekatwa shilingi 500 kutoka Mbezi Mwisho kuja mpaka pale Kimara. Sasa ukiwa na mfumo unaosoma, unaoeleza vitu kwa umakini, maana yake ni rahisi sana. Na hili baada ya mambo yote kukamilika, hata haya mabasi nayo yatakapokuwa yamekamilika, itatolewa taarifa kamili na wizara ya TAMISEMI, kwa maana ofisi ya Rais TAMISEMI, na chini pia mawaziri wengine ambao watakuwepo, taarifa sahihi kuhusu namna mifumo walivyoitengeneza, namna mageti yatakavyokuwa, namna changamoto kadhaa zilizotatuliwa, na nini tukitarajia zaidi kwa mbele. Napenda kufahamu katika mradi wa awamu ya kwanza Kimara Kifuni, Kimara Gerezani, mabasi mangapi yamebaki hadi hivi sasa na iko huduma katika awamu hii? Ndugu zangu, sina data specific kwamba sasa mibaki haya, kwa sababu kilichopo ni kwamba basi moja linaweza likalala leo alafu kesho kutwa likaamshwa, likatoa tena idadi ya kutoka 10 kesho tena ikawa 12. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba mabasi haya yalikuwa karibu zaidi ya 210 yanapofika. Na nimesema yamekuja kwa awamu hizi. Moja, kuna yale mabasi ya dati, kuna yale mabasi ya UDA, not dati, ya UDA, ambayo yalikuwa ni ya UDA kweli, UDA ile ya zamani. Lakini awamu ya 5 Mheshimiwa Rais alipokuta kwamba bado kuna mkwamo, akaharakisha kununua mabasi kwa pesa ya serikali. Ndio maana ukiangalia hata zile namba zipo za namba D, lakini kuna namba E mle kwenye yale mabasi. Namba E ni zile zilizokuja kununuliwa baadaye, lakini namba D ni zile, na namba D namba ngapi ni zile ambazo zilinunuliwa mara ya kwanza. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia vizuri kwa tathmini ya kweli, mabasi sio zaidi ya 40 ambayo yanafanya kazi. Kwa sasa ukiangalia vizuri kwa tathmini ya kweli bila kumdanganya Mtanzania, sio mabasi zaidi ya 40 ambayo yanafanya kazi. Na ndio maana serikali imeamua kuchukua maamuzi ya haraka, maamuzi magumu. Nikisema maamuzi ya haraka, watu wanaweza kufikiri maamuzi ya leo leo. Hapana. Maamuzi ya haraka ni pamoja na kusema sasa apatikane mtu wa huduma. Na nyinyi ndugu zangu nielewe, unaposema barabara hizi tugawane watu wa huduma wawe wengi, upinzani wake huwa ni, yani ule mnaoona kati ya CCM na vyama vya upinzani, ule huwa ni wa kawaida sana. Upinzani wenyewe huwa ni mkubwa sana kwa mambo mengineyo. Ya, kwa hiyo nimeona nifafanue hayo ili angalau watu mweze kuyaelewa hayo. Maana tutaitana tena na waandishi wa habari ili pia muhabarishe wa Tanzania kuhusu jitihada ambazo zinafanywa na serikali. Na watu wengi muda huu ni muda wa watu kukejeli, labda watu wameshindwa, tunafanya hivi. Ndugu zangu, lazima kama nilivyowaambia tuweke hasira kando, kwa sababu ukiona basi linang'ang'aniwa maana yake ni nzuri. Pamoja na ubovu wote ambao ule upo, lakini bado linang'ang'aniwa. Maana yake ni kwamba mjue kwamba basi hili ni muhimu. Kama ingekuwa ni kitu kibovu, mle ndani usingepata basi hata moja. Lakini pamoja na watu kulalamika, lakini wanajamla kwenye gari. Maana yake ni kwamba ni wajibu wetu kama serikali kuhakikisha kwamba jambo hili limeshakuwa ni huduma nzuri kwa Mtanzania. Kwa lazima tuharakishe
ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo nilivyoona kwamba watu wanasema mkuu wa mkoa amekwenda pale ili akajishuhudia, ameita na vyombo vya habari. Hapana, mimi siiti vyombo vya habari, ila vyombo vya habari mimi niwashukuru kwamba mko pancho wenyewe kwa kuangalia namna kuchukua taarifa, na ndio maana huwa mnachukua taarifa ya serikali na isiyo ya serikali. Huwa mnachukua taarifa zote kwa pamoja. Si kwamba ukote, sidhani kama mkuu wa mkoa anawaita kila siku kwamba anasema njooni huku, hapana. Ukiona taarifa imesogea, ni mwandishi wa habari amekimbia yeye mwenyewe kwenda mahali, na mimi nimekwenda pale saa 11, mwandishi wa habari amekuja, na kila hamjafika kwa pamoja. Maana yake ilikuwa ni wishi za mkuu wa mkoa, ningesema wote tunafika pale kwa pamoja. Sijaenda kushuhudia Watanzania wanapopata shida. I know kwamba wanapata shida. I know wanapata shida. Nimekwenda pale kwenda kuambia ndugu zangu, naomba sana tuendelee kuwa na moyo wa subira. Tusisikilize mengi kwenye mitandao mkapata hasira bure na mkajikuta mnachafua image ya nchi yenu wenyewe. Tusaidiane kwa pamoja kuendelea kulinda taifa letu. Tunaamini kwamba tulikotoka kumekuwa na changamoto kubwa, lakini tunapokwenda changamoto nyingi zitakuwa solved. Yeah. Thank you.